Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu siku huu. Rais wa Marekani Donald Trump akutana na rais wa mpito wa Syria wakati nchi hiyo ikisherehekea kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vya muda mrefu. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na kiongozi mpya wa Syria Ahmed al-Sharaa wakati akiendelea na ziara yake katika nchi za Kiarabu. Ni mara ya kwanza kwa viongozi wa nchi hizo mbili kukutana katika kipindi cha miaka 25. Mkutano huo mfupi mjini Riyadh umefanyika baada ya Washington kuchukua uamuzi wa ghafla wa kuondoa vikwazo dhidi ya Syria. Hii ilisababisha sherehe huko mjini Damascus. Ni hatua hiyo inachukuliwa kama msaada mkubwa kwa juhudi za al-Sharaa za kuleta utulivu nchini humo baada ya kumpindua Bashar al-Assad miezi 5 iliyopita. Ikumbukwe, hadi Disemba mwaka jana, Marekani ilikuwa imetoa zawadi ya dola milioni 10 kwa ajili ya kusaidia kumkamata al-Sharaa, mwanajihadi wa zamani aliyehusishwa na Al-Qaeda. Akihutubia viongozi baada ya mkutano huo, Trump amesema anajivunia sana kuondoa vikwazo dhidi ya Syria na kuongeza kuwa atazingatia kurekebisha uhusiano wa mataifa hayo mawili kuwa wa kawaida. Ikulu ya White House imesema Trump alimrai rais wa Syria pia kurekebisha uhusiano na Israel. Akiwa safarini kutoka Saudia kuelekea Qatar, Rais Trump amemtaja kiongozi huyo wa Syria kama kijana wa kuvutia, lakini pia akasema ni jamaa mgumu na mpambanaji. Mwandishi wa kimataifa wa BBC Lais Doucet anaelezea zaidi akiwa Riyadh. Wakati huu ishara hii ya Rais Trump katika kutangaza hapa Riyadh kwamba vikwazo vitaondolewa inaashiria mambo mengi sana kwa wakati huu. Rais ameweka wazi kwamba ilikuwa chini ya shinikizo na kutiwa moyo na Mfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ambaye alimshawishi Rais Trump. Hapo awali, baada ya kuanguka kwa utawala wa zamani wa kidikteta wa Syria, hakuwa na haja yoyote na Syria. Hii haikuwa na manufaa kwa Marekani, na sasa ghafla anasema anajivunia kuondoa vikwazo. Saudi Arabia na Uturuki sasa ziko katika nafasi nzuri. Wanataka kuwa wahusika wakuu kuunda Syria hii mpya. Wanataka kuwa na uwezo wa kuchukua kwa uhakika kandarasi za ujenzi mpya. Kwa hakika, Ahmed al-Sharaa alipohamia kwa mara ya kwanza katika ofisi hii mpya kama kiongozi wa muda na kwanza kuzungumzia mustakabali wa Syria, aliweka wazi kuwa aliona Saudi Arabia kama kielelezo cha Syria mpya. Ripoti hiyo inahitimisha taarifa yetu kuu siku huu. Sasa mzozo wa kisiasa bado unazidi kutokota nchini Sudan Kusini, huku mashirika ya kibinadamu yakisema yanapata wakati mgumu kufikisha misaada kwa wale wanaohitaji zaidi. Pia mashirika hayo yanasema wafanyikazi wao hawako salama katika baadhi ya maeneo, kwani vituo vya afya vimeshambuliwa. Hali ni mbaya zaidi katika majimbo ya Upper Nile na Jonglei, ambapo mnamo Februari wapiganaji wanaomuunga mkono makamu wa kwanza wa rais Riek Machar walianzisha mashambulizi dhidi ya majeshi yanayomuunga mkono Rais Salva Kiir. Awali nimezungumza na Zakaria Mwatia, ni mkuu wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF nchini Sudan Kusini. Kwanza amenifahamisha kuhusu mashambulizi ya waasi katika vituo vya afya. Hili ndio jambo ambalo tunaendelea kuchunguza. Tunashirikiana na viongozi wa huko nchini na wale wako katika hizo sehemu ambazo wanaishi. Tunaendelea kuchunguza. Tungependa kuelewa, hata sisi imetushitusha sana. Kwa maana kila mara mahali ambapo tunafanya huwa tunakubalika na huwa tunaheshimika, kwa sababu huwa tunatoa msaada kwa watu ambao hawajiwezi. Lakini sasa kwa sababu ya haya mashambulio imetushutua sana na tunaendelea kuchunguza na tungependa tuelewe zaidi ni kwa nini. Kando na kundi lenu la madaktari wasio na mipaka MSF, kuna makundi mengine ambayo pia yanashambuliwa katika eneo hili la vita? Kwa sasa siwezi jua, lakini mahali ambapo tuko hapo Ulang, tuko na mashirika mengine ambayo ilikuwa inatoa misaada kwa wakazi wa huko. Kwa hivyo hayo pia yaliporwa. Na nchi ya Sudan Kusini tumekuwa na hii hali, na mashirika mengine pia imekuwa na hiyo hali ya kutatanisha ambayo yanaporwa na pia wanashambuliwa. Naam. Sasa kwa sasa wale wafanyikazi waliobakia wa MSF ambao bado wako Sudan Kusini, umewaacha kule, wako salama na wanaendelea kutoa huduma? Wale wafanyikazi ambao wako kwa sehemu ambazo hazina mashambulizi ama hakuna vita, wao wako salama. Kwa mfano, wale ambao wako
Bibor, wako Reng, wengine wako Abyei, hao wako salama. Lakini wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya kazi Ulang, hao ndio wote walitorokea nchi jirani ya Ethiopia, na wametorokea kwa sababu ya usalama wao. Kwa hivyo vile tunavyoongea hivi, hospitali iliporwa na wafanyikazi wote walitoroka wakihofia usalama wao, na hawawezi kurudi mpaka watakuwa na hakikisho ya kwamba watakuwa na usalama, ndio kazi iendelee kwa hiyo sehemu. Sasa kuna zaidi ya watoto 60,000 hivi kulingana na takwimu nchini Sudan Kusini ambao wanahitaji msaada wa haraka wa chakula, dawa, maji na bidhaa zingine muhimu sana ili maisha yao yaendelee. Kuondoka kwa madaktari wenu katika maeneo haya kumewaacha wapi watoto hawa? Hilo ndio jambo ambalo linatusumbua hata sisi zaidi. Kwa hivyo ile jambo ambalo tunaomba hata wale ambao ni viongozi wa Sudani Kusini, tungependa watu hakikishia kwamba tutakuwa na usalama, ili wale watoto ambao wameathiriwa na hii mambo ya vita tuweze kuwafikia. Tunaomba sana watu hakikishie kwamba mahospitali na wafanyikazi wa hospitali na wale wagonjwa watakuwa na usalama, ndio tuwapate kuwahudumia. Alafu jambo la pili, ningependa kusema kwamba pia madaktari wasio na mipaka peke yao hawawezi kuhudumia kila mtu. Na tumeona hivi miezi ambayo imepita kwamba misaada imeanza kupunguzwa kulingana na nchi ya Marekani ambayo ilikatiza ile misaada ambayo ilikuwa inakuja nchi ya Sudan Kusini na nchi zingine. Tunaomba wafadhili wasikate misaada kuja nchi ya Sudan Kusini, kwa maana tuna mahitaji mengi sana, na tuna watoto wengi ambao wanahitaji matibabu, wanahitaji chanjo ya magonjwa mbalimbali, na tuna watoto ambao wanahitaji ambao wana shida ya mtakiamlo. Kwa hivyo wanataka wapewe chakula ili wasikue na wasije wakafa kwa sababu ya ukosefu wa chakula bora. Kwa hivyo tunaomba kwamba wale ambao wanatoa misaada wasikatize misaada yao, waongeze ili tupate kufikia watu wote ambao wameathirika na hii vita, na ambao wameathirika kwa sababu ya hali ambayo inaendelea Sudan Kusini, ambapo nchi yenyewe haijiwezi. Tuna mahitaji mengi sana kwa hii area ya matibabu. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, sokwe nchini Uganda wamepigwa picha wakitumia miti shamba kutibu majeraha kama tu tunavyofanya sisi binadamu.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odid. Kwa miongo kadhaa, uongozi wa Iran umewalenga wakosoaji wake wanaoishi nje ya nchi na kuwashambulia. Sasa BBC imechunguza njama za taifa hilo nchini Uturuki, Uingereza na Marekani kaskazini na kufichua uhusiano wa kutisha baina ya vyombo vya usalama vya Iran na mitandao ya kimataifa ya uhalifu. Ifuatayo ni taarifa ya Jiva Gol ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Kwa miaka mitatu sasa, mashirika ya ujasusi wa mataifa ya magharibi yamekuwa yakiwaonya raia wa Iran na wanahabari wanaoishi ughaibuni kuwa uongozi wa Tehran unawalenga kwa vitisho vya kuwateka nyara na kuwaua. Yoyote miongoni mwenu, kama ulifanya taarifa hata kama ni ya siku moja dhidi ya mfumo wa uongozi wa Kiislamu, utalengwa. Wakati wa uchaguzi wa urais wa Marekani mwaka jana, viongozi wa mashtaka wa Marekani walishtumu vyombo vya usalama vya Iran kwa kupanga njama ya kumuua Rais Trump na viongozi muhimu katika utawala wake uliopita. Kufanikiwa kwa shambulizi litakalotekelezwa na serikali ya Iran nchini Marekani dhidi ya mtu yeyote litachukuliwa kama jaribio la vita. Nimekuwa nikichunguza baadhi ya njama hizi za kimataifa. Kilichojitokeza ni mtandao wa magenge ya kihalifu yanayofanya kazi katika nchi tofauti na amekodishwa na Iran. Ushahidi wa mahakamani unaonyesha wengi wao wanahusishwa na mtu mmoja, Naji Sharfi Zindashti. Lakini yeye ni nani? Ni mtu anayejulikana kwa ulanguzi wa dawa za kulevya kati ya Uturuki na Iran. Sasa anaishi huru nchini Iran. Naji alikamatwa kwa ulanguzi wa dawa za kulevya na kuhukumiwa kifo. Lakini kuna madai yaliibuka baadaye kuwa alimuua mlinzi wa gereza na kutoroka kutoka jela ya Tehran. Sasa tunafahamu sababu halisi ya kuachiliwa kwake. Serikali ya Marekani inasema Zindashti aligeuka kuwa kitu cha maana sana kwa wizara ya ujasusi ya Iran. Ametajwa kuwa mshukiwa mkuu katika mfululizo wa matukio ya utekaji nyara wa raia wa Iran wanaoishi Uturuki. Bado madai hayo yanaendelea kuongezeka. Mwaka 2021, Zindashti alihusishwa katika njama nyingine, safari hii katika ardhi ya Marekani. Kulingana na ushahidi wa mahakamani, inadaiwa Zindashti alitoa $370,000 za Marekani ili kuwaua wasaliti wawili wa Iran walioishi katika jimbo la Maryland, Marekani. Tumepata ushahidi wa ushirikiano aina hii baina ya maafisa wa serikali ya Iran na magenge ya uhalifu, iwapo ni walanguzi wa dawa za kulevya ama mashirika kama Hells Angel. Vyombo vya usalama vya Iran pia vimeshtumiwa kwa kufanya kazi na wanachama wa shirika la uhalifu la Ulaya linalojulikana kama Thieves in Law, linalokodishwa ili kuwasaidia kutekeleza mauaji nchini Uingereza na Marekani. Mwezi uliopita tu, baraza la waamuzi jijini New York liliwapata na hatia na kuwahukumu wanaume wawili waliohusishwa na kundi hilo la Ulaya kwa njama ya kumuua mwanaharakati wa Iran na Marekani kwa jina Masih Alinejad. Kama FBI haingezima njama hiyo ya kuniteka nyara, sasa ningekuwa Iran na labda ningekuwa nimenyongwa. FBI ilimkamata mwanaume mmoja aliyekuwa na bunduki yenye risasi mbele ya nyumba yangu huko Brooklyn. Ili kukabiliana na njama hizo, Marekani na Uingereza zimewawekea vikwazo watu kadhaa, akiwemo Zindashti, wanachama wa jeshi la Iran, maafisa wa ujasusi na wanadiplomasia. Zindashti na serikali ya Iran wamekanusha madai yote dhidi yao. Nina kohozi kidogo na baadaye nitameza dawa mimi. Lakini nchini Uganda, sokwe wameonekana wakitumia dawa za mitishamba kwenye matumizi mbalimbali ya kutibu vidonda vya wazi na maradhi mengine. Wanasayansi ambao wamewafuatilia na kuangalia kwa karibu wanyama hao wanasema sokwe hao hutumia mimea hiyo kujitibu wao wenyewe na wakati mwingine kuwasaidia wenzao. Matokeo ya utafiti huu yamechapishwa katika jarida la Frontiers la ekolojia na mageuzi ya ukuaji. Ifuatayo ni taarifa ya Victoria Gill ikiwasilishwa na Elizabeth Kazibure. Sokwe huyu mdogo anafanya kitu ambacho ni kigumu kuelezea, lakini ni cha ajabu sana. Anatafuna mitishamba na kupaka kwenye kidonda kwenye goti lake. Huu ni moja ya mifano ya jinsi sokwe kutoka katika msitu wa Budongo nchini Uganda wanavyotumia mimea kutibu majeraha yao. Watafiti wamewachunguza sokwe hawa kwa miaka mingi wakati wakiendelea na maisha yao ya kawaida.
Wamegundua na kuchapisha ripoti nzima kuhusu jinsi sokwe wanavyotoa huduma ya kwanza, baadhi ambazo zinahusisha sokwe wanaotumia mitishamba inayofahamika kuwa na chembe-chembe za viini vya kutibu maradhi. Video hii inaonyesha sokwe mwanaume akipaka kidonda jani ambalo wakati mwingine watu wa eneo hili hutumia kama dawa. Ni ngumu kuona kwenye video hii ambayo inatikisika, lakini mtazame sokwe wa kike upande wa kushoto. Anapaka mmea ambao ametafuna kwenye jeraha la mwili wa mama yake. Ni ushahidi adimu unaoonyesha jinsi sokwe wa porini wanavyosaidiana kutibu majeraha yao. Baadhi ya mimea ambayo sokwe wanaitumia kwa ajili ya kutibu majeraha inafahamika katika tiba za asili za binadamu, na mingine imebainika kisayansi kuwa na chembechembe za dawa zinazosaidia katika kuponya majeraha kwa kuzuia maambukizi au kupunguza uvimbe. Wakiwa kwenye eneo wanaloshikiliwa, maisha ya sokwe ni tofauti sana. Lakini hapa kwenye hifadhi ya wanyama ya Chester, wahifadhi wameshuhudia tabia sawa na hiyo. Kama umepata jeraha dogo, baadhi ya sokwe wenye madaraka wanaweza hata kuwasogelea watu wanaowahifadhi na kuwaonesha. Kweli? Ndiyo, sokwe wanavutia sana, wana akili sana. Hadi tunawafahamu sokwe wetu na tunafahamu mengi kuhusu wao. Lakini kujifunza kutoka kwa wale wa porini kunaonesha mambo ambayo hatukuwahi kufikiria kuwa wanaweza kuyafanya. Kwa hiyo kama wanatumia mimea mbalimbali kwa ajili ya huduma ya kwanza porini, tunaweza hata kupanda baadhi ya mimea hiyo hapa tuone kama wataonesha mwitikio kama huo. Utafiti huu unaoendelea unaonyesha kwa kiasi gani sokwe hawa walivyo na uelewa mpana kuhusu msitu unaowazunguka. Sokwe wanaishi vizuri kwa sababu wanajua jinsi ya kupata siri za eneo hili na jinsi ya kupata kile wanachohitaji ili kuendelea kuishi kwenye mazingira yanayowazunguka. Wanyama hawa ni miongoni mwa ndugu zetu wa karibu kabisa waliobaki hai. Kuwachunguza wakiwa porini kunawapa wanasayansi maarifa kuhusu asili ya mwingiliano wetu wa kijamii, mawasiliano yetu na jinsi tunavyosaidiana sisi kwa sisi. Bado namshangaa Elizabeth Kazibude akasema hawa ndio ndugu zetu wa karibu zaidi. Matangazo yetu ya redio pia usikika kupitia mtandao wetu bbc.com/Swahili, ambapo unaweza kumsikiliza Nasteha Mohamed huyo hapo katika Amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia Radio kila siku ya wiki saa 12 kamili asubuhi na 12:30 jioni. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea tutakujuza kuhusu mchezo wa pikipiki nchini Tanzania unaolenga kuondoa sifa mbaya ya madereva bodaboda.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Usafiri wa pikipiki almaarufu kama bodaboda nchini Tanzania umerahisisha shughuli za usafirishaji wa abiria pamoja na vifurushi, lakini pia umekabiliwa na sifa mbaya. Takwimu zinaonyesha kwamba kati ya mwaka 2022 na 2024 watu zaidi ya 10,000 walipoteza maisha yao kutokana na ajali zilizosababishwa na bodaboda. Sasa umoja wa vijana waendesha pikipiki kwa ajili ya mchezo jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania, wamenuia kubadili hali hii kwa kuandaa michezo ya kuvutia ya pikipiki. Egan Sala alikuwa Arusha na kukutana nao. Kila Jumapili wanakutana hapa kufurahia mchezo wanaoupenda. Lakini viwanja hivi kwa sasa ni darasa la mambo mengi. Mchezo wenyewe, kubadilishana mawazo na hata kuonyana na kuelekezana. Mtu akiwa huku, hata kama alikuwa na fikra ya kufanya uovu, akifika huku atafurahia na ataenjoy. Akirudi nyumbani ameshakuwa na idea nyingine namna kuweza kufanya mambo mengine. Sisi kama machaliwa Arusha tunapenda pikipiki kwanza, hususan kwenye kama furaha na kubadilisha mawazo yetu, kubadilisha fikra zetu na pia kutupa michongo mbalimbali. Mafanikio ya wachache ni msukumo kwa wengi. Vijana wengi sasa hivi wamekuja kwenye traki. Yaani wengi wamepata moyo, wengine wanaona kumbe pia mashindano yanaweza ikamtoa mtu tu. Vijana wakija hapa uwanjani wakituona sisi tunashiriki na pikipiki zetu, na wenyewe wanafurahi na wanataka wajaribu. Inawezekana. Ila sasa hatujafika ile hatua ambayo unaweza labda kumkabidhi mtu pikipiki yako alafu ukamfundisha. Hiyo inakuwa ngumu kidogo. Pikipiki wanazotumia baadhi si rasmi kwa mchezo huu, lakini kucheza barabarani ni hatari zaidi. Michael Kaya ni dereva wa bodaboda anayeamini pikipiki sio nyenzo ya uhalifu, bali chanzo cha furaha na kipato. Kiujumla mchezo wa barabarani haufai, ila kwa hapa uwanjani bro, mchezo hapa ni mzuri sana. Yaani isipokuwa tu mimi nacheza na pikipiki ndogo, lakini kinachofanya nicheze na pikipiki ndogo support. Asasi isiyo ya kiserikali ya Bosaseli inatumia mwanya huu wa kusanyiko la vijana kupenyeza elimu ya umuhimu wa waendesha pikipiki kwa jamii. Mimi kupanda kwangu pikipiki kwamba naenda kufanikisha jambo fulani alafu nirudi ofisini, haimaanishi kwamba mimi sijitambui au sijithamini. Najithamini, lakini napanda pikipiki ya mtu ambaye yeye give up kwenye maisha. Unaona? Kwa hiyo nataka wote tuwe katika level moja. Mtu aelewe kwamba niliyembeba ni wa thamani, lakini mimi pia ni wa thamani. Kwa wengi ni mchezo wa kawaida, lakini nyuma ya mioyo ya wachezaji lengo ni kubadili fikra na kurejesha heshima ya pikipiki nchini Tanzania. Tatu Mzuka, Vishandu na majina mengine kama hayo kwao ni ya kuumiza, kwani nao hufananishwa na wezi na wahalifu wengine wanaotumia pikipiki. Huu mji wetu ni mji wa kitalii, kwani hatuwezi kupata pikipiki hata 100 za kuwa sample wa watu ambao watajifunza pikipiki kwa uzuri, wakaelewa pikipiki namna inavyoendeshwa, sheria za barabarani, taratibu na kanuni za kufuata, alafu wakajibainisha bayana kwamba wao ni kwa ajili ya kuendesha watalii wa mjini. Kwa mujibu wa Jeshi la Polisi, kitengo cha usalama barabarani nchini Tanzania, zaidi ya ajali 10,000 zimerekodiwa tangu mwaka wa 2019 hadi sasa, huku zaidi ya nusu ya ajali hizo zikisababisha kifo cha mtu mmoja. Kihistoria, bodaboda zilianza kutoa huduma maeneo ya mipakani kwenye nchi za Afrika Mashariki, na hilo ndio chimbuko hasa la jina bodaboda, ikimaanisha boda to boda, na wakati huo zilitumika zaidi baiskeli mpaka pikipiki zilipoanza kutumika kwa wingi. Egan Sala, BBC, Arusha. Sasa tupie macho ukurasa wetu wa internet ambapo kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video, ikiwemo taarifa hiyo kuu inayosema mzozo wa DRC, mamia ya watu wamekamatwa na M23 katika uvamizi uliozua utata, lakini pia kuna taarifa inayosomwa na wengi, Kasongo, Zakayo, El Chapo na Naibu Yesu. Kwa nini rais wa Kenya ana majina mengi ya utani? Na hatimaye tuhitimishe na taarifa ya tanzia. Mwanahabari na mtangazaji nguli wa zamani wa idhaa ya Kiswahili ya BBC Charles Hilary amezikwa nyumbani kwake kisiwani Zanzibar mapema hii leo. Mamia ya waombolezaji wakiongozwa na Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi
walihudhuria mazishi hayo. Charles Hilary alifariki Jumapili Mei 11 katika hospitali ya Mloganzila, Dar es Salaam baada ya kuugua kwa muda mfupi. Hilary alijiunga na idhaa ya Kiswahili ya BBC mwaka 2006. Alijipatia umaarufu mkubwa miongoni mwa wasikilizaji na watazamaji wa Dira ya Dunia redio pamoja na TV kwa sauti yake na ufasaha wake wa lugha ya Kiswahili. Alikuwa sehemu ya watangazaji wa awali wa kipindi cha Dira TV kati ya mwaka 2012 hadi 2015 alipoondoka BBC. Safari yake ya utangazaji ilianza 1980 akiwa Radio Tanzania Dar es Salaam, ambayo kwa sasa inafahamika kama TBC. Kwa zaidi ya miongo mitatu, sauti yake ilirindima katika vituo mbalimbali vya habari ikiwemo Radio 1 Stereo, idhaa ya Kiswahili ya DW nchini Ujerumani, Azam TV, kabla ya kuwa msemaji wa Ikulu ya Zanzibar mwaka 2021. Kama wanahabari, tunaomboleza kifo chake na kumwomba Mola ailaze roho yake penye wema. Sasa ni kuache tu na picha hizi za kumbukumbu ya kipaji chake alipokuwa hapa BBC. Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Charles Hilary nikiwa hapa London. Najivunia kuwemo katika kundi au jopo lililoanzisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya televisheni. Mimi nimestaafu BBC na nimestaafu kwa sababu nimefikia umri wa zaidi ya miaka 55. Kwa sheria ukifika 55, 56 mpaka 60 unaweza kustaafu mapema. Kwa hiari yako. Kwa hiyo ndicho nilichofanya, nimestaafu na leo hapa ndio mwisho katika televisheni ya BBC. Nawashukuru pia watazamaji wetu, na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka katika Dira ya Dunia kwa siku hii ya leo, na watakieni nyote Pasaka njema. Na mimi ndo siku yangu ya mwisho nasema bye bye, kwa herini. Mungu atulinde mpaka tuonane. Mungu atulinde hadi tuonane. Bye.